Leo tarehe 17 ya mwezi wa pili mwaka 2026, Mahakama Kuu Masijara ndogo ya Dar es Salaam imekuwa inasikiza shauri dogo la maombi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu ambaye anaomba kujiunga katika kesi namba 8323 ya mwaka 25 ambayo ilifunguliwa na Said Issa Mohamed na wenzake wawili dhidi ya bodi ya wadhamini wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na vile katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Katika maombi haya mwenyekiti Tundu Lissu katika nafsi yake kama mwanachama na kama mwenyekiti lakini akikazania kwamba anaomba apate ruhusa ya kuweza kujiunga katika shauri hilo kwa sababu ya maslahi mapana ambayo anafikiri anayo katika hiyo kesi, kwa sababu kesi inagusa shughuli nzima na uendeshaji wa chama. Sasa na vile itasaidia mahakama kuweza kutoa uamuzi ambao ni sahihi, ambao umeendana na umezingatia hoja zote za msingi au na taarifa zote muhimu za kuhusiana na jinsi gani chama kinafanya shughuli zake na zile hoja ambazo zimewasilishwa na kina Said Issa na Mohamed na wenzake, basi iweze kupata majibu ya kutosha. Sasa baada ya mawasilisho maombi hayo, upande wa mawakili wa Said Issa Mohamed pamoja Ahmed Rashid na Hamisi pamoja na Maulida Ana Komu ambao wameweka mapingamizi ya kupinga mwenyekiti Tundu Lissu kujiunga katika shauri hilo, wakisema kwamba hajatimiza vile vigezo vya sifa ya yeye katika kuingia katika kesi hiyo kwa nafsi yake. Vile wakisema kwamba kiapo chake kina matatizo, kwamba hajaweza kuthibitisha hizo taarifa amezipata wapi wakati yeye yuko gerezani kuanzia mwaka jana ule mwezi wa 4. Sasa leo ilikuwa ni siku ya kuweza hizo hoja kulikuwa mapingamizi kuweza kujadiliwa. Upande wa mawakili wa Said Issa wameweza kuwasilisha maelezo yao na ya kupinga mwenyekiti Lissu kuweza kushiriki katika hiyo kesi, na baada ya hapo Tundu Antipas Lissu ameweza kujibu akionyesha kwamba yeye ana maslahi ya kutosha. Sheria mwenendo wa kesi za madai, ile amri kuu ya kwanza, amri dogo, kanuni ya kwanza mpaka zile ya 10 za sheria hiyo ya madai zinaruhusu kabisa kwamba yeye mtu yote ambaye ana maslahi na shughuli zinazoendesha, akaonyesha kwamba yeye ni mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuanzia mwaka 2004 na vile sasa ndio mwenyekiti wa chama hicho. Kwa hiyo ana maslahi makubwa katika hii kesi, kwa sababu amri ambazo zitatolewa na ambazo zimeombwa zinamgusa moja kwa moja yeye kama kiongozi na kama mwanachama. Na kwa upande wetu sisi kama mawakili wa bodi ya wadhamini pamoja na katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo tuliunga mkono maombi ya hoja zile za wakili Lissu na kuonyesha kwamba kweli ana maslahi ya msingi, na upande wa mawakili wa Said Issa wakaweza kukazania hoja zao kwamba wao wanafikiri kwamba hana haki hiyo, na jaji alikuwa anauliza maswali ya kuwauliza, je, kama hizo amri zikitolewa, je, Lissu binafsi atahusika vipi? Kaweza kusema kwamba Lissu atahusika kwa sababu yeye kama mwanachama ataguswa moja kwa moja. Kama kuna amri ambayo inazuia shughuli za chama, inamgusa moja kwa moja. Kama inakidai chama kifanye vitu fulani au vya kisiasa au viache ubaguzi kama ambavyo inadaiwa, basi moja kwa moja hizo inamgusa yeye kama mwanachama. Basi baada ya hayo jaji amesema kwamba atatoa uamuzi wake saa 2:30 siku ya tarehe 3 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Asanteni sana. Na pengine sasa ukithibitisha kwenye muktadha wa kisheria, maombi ya namna hii yanatengeneza taswira gani hasa kwenye muktadha wa kisheria, kwa sababu tumeona wakati anawasilisha na nyinyi pia mlikuwa sehemu ya maombi. Inakuwaje panapokuwa mazingira ya aina hii? Kwa kuwa yeye unapokuwa wewe ukuwa sehemu ya kesi ukawasilisha madai, wewe ndio mwombaji. Wale ambao wako ndani ya kesi wale wote wanakuwa ni nini? Ni wajibu maombi. Kwa hiyo wote sisi Chadema pamoja na wakina Said Mohamed Issa katika maombi haya ya Lissu wote sisi ni wajibu maombi, lakini tunategemea kwamba unaweza kuwa ukajibu maombi unayaunga mkono au unaweza kufanya nini, unayakataa. Sisi kwa upande wetu kama wajibu maombi wa 4 na 5 tunayaunga mkono maombi ya wakili ya ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu. Asante. Hoja umezungumza hapa kama moja ya pingamizi ni kwamba Lissu yuko gerezani wakati kesi inaanziwa na mpaka maamuzi yanafikiwa, na wakasema kwamba pengine upataji wake wa taarifa yuko tofauti. Unaweza kutupitisha kwamba Lissu alisema nini kwenye eneo kama hili, kwa sababu ni kweli yeye yuko gerezani wakati yote anafanya? Sasa unajua hii kesi imeamuliwa tu, kuna maamuzi ya mahakama tayari. Kuna maamuzi ya mahakama ya tarehe 10 mwezi wa 6
ambayo mtu yote duniani ana taarifa nayo. Lissu ni mtu ambaye anajisomea. Kwa hiyo ni mtu kwa swala la kusoma kwamba ameonyesha, amesema yeye kwa kitu amesema kwamba haya yote ambayo nimeyasema yanatokana na uelewa wangu mwenyewe. Kama wewe unaona kama mimi sina uelewa, una haki ya kuniweka katika kizimba na kunioji kupima uelewa wangu haya anayosema, kama anasema ni uongo, si ndio? Yeye amesema cross examination. Sasa kama yeye anasema kwamba haya yote nayafahamu kwa uelewa wangu, wewe kama unasema hayaelewi, si ndio? Una haki ya kufanya nini? Ya kuomba afanye nini? Kumfanyia maswali ya nini, ya mabezo ya kuweza kumpinga na kuonyesha kwamba yeye ni mwongo. Hicho kitu hakijaombwa, kozi ni hatua ya kwanza ya kesi katika mapingamizi. Hata wakitaka katika siku ya kusikiliza kama mahakama itakuwa imetupilia mbali mapingamizi hayo na ikaamua kwamba asikilizwe, bado wana haki ya kuweza kufanya nini, kumuita na kuweza kupima uelewa wake kuhusiana na masuala kama haya. Kwa maana yake usikilizwaji sasa maana yake utakuwa baada ya maamuzi ya pingamizi. Lazima ndio. Sasa ni kuangalia kama je, mahakama ikisema pingamizi zimekubaliwa, maana yake maombi ya Lissu yanafanya nini? Yanakuwa yamekufa. Ikikataa ikisema kwamba hapana, tumezipingua, tumekataa hizo pingamizi, basi maombi yale yanafanya nini? Yanaingia katika hatua ya kusikilizwa. Sasa kuwepo. Asante. Basi sisi tunaendelea na kazi, tunaendelea na kesi yetu ya mwenyekiti hapa, tunaingia wakati mwafaka wa kuweza kuendelea na kesi ya mwenyekiti, kesi ya hiyo ya jinai ambayo inaingia sasa, kesi ya uhaini ndio tunaendelea nayo sasa. Kwa hiyo Chadema wako imara, mwenyekiti yuko imara kama mtu ambaye yuko tayari kupambania maslahi ya chama. Ameona kwamba na yeye ashiriki, anaweza kutoa mchango wake, ana mambo mengi sana ambayo anayafahamu. Kwa mtu ambaye amekuwa mwanachama tokea mwaka 2004, kwa hakika anajua mengi ambayo yanafanya nini, yanaendelea katika chama na ataisaidia mahakama vizuri. Asante. Thank you.